ya kupambana na waziri mkuu Keir Starmer kwa nafasi yake. Burnham alipata na Iran yaliyosainiwa siku ya Alhamisi yanajumuisha masharti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kujitolea kwa pande zote kufikia suluhisho la mwisho ndani ya siku 60, muda ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pamoja. Duru mpya ya mazungumzo ya moja kwa moja iliyokuwa imepangwa kufanyika Ijumaa hii ilihairishwa baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kufuta safari yake iliyokuwa imepangwa kuelekea Uswisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Naam, kwingineko ni kuwa nchini Uingereza, meya wa chama cha Labour wa Manchester Andy Burnham ameshinda kiti cha ubunge akijinyoshea njia ya kupambana na waziri mkuu Keir Starmer kwa nafasi yake. Burnham alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield dhidi ya mgombea kutoka chama cha Mageuzi kinachopinga uhamiaji. Laila Mohammed na taarifa zaidi. Aliyekuwa meya wa Manchester Andy Burnham amesema yuko tayari kuwasilisha mkondo mpya wa maendeleo kwa Uingereza baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge. Ushindi huo unatarajiwa kuwa hatua muhimu inayomfungulia njia ya kuwania uongozi wa chama cha Labour dhidi ya waziri mkuu wa sasa Sir Keir Starmer. Wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema matokeo hayo yanaweza kubadili mwelekeo wa siasa za Uingereza katika kipindi kijacho. Akizungumza na wafuasi wake katika eneo la Macclesfield, Burnham amesema hii ni nafasi ya mwisho ya kuleta mabadiliko ndani ya chama hicho. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa kwa msukumo mpya wa kuimarisha sekta za viwanda pamoja na kujenga mfumo wa elimu unaompa kila mtu fursa ya kufikia mafanikio na kutimiza ndoto zake. Tukiacha njia itakayotupeleka kwenye siasa za mgawanyiko na giza kama tunavyoshuhudia nchini Marekani, sasa ni wakati wa kuchukua mkondo mpya. Lazima turejeshe nchi hii kwenye mwelekeo sahihi. Tuwaunganishe watu tena na kuhakikisha kwamba mambo yanafanya kazi ipasavyo kwa manufaa ya wote. Na waziri katika serikali ya waziri mkuu Sir Keir Starmer, Chris Ward, amesema hakuna sababu ya kufanyika kwa uchaguzi wa uongozi ndani ya chama cha Labour. Akizungumza na Vicky Young katika kipindi cha Politics Live, Ward amesema Starmer ana mamlaka kamili ya kuendelea kuongoza chama na nchi. Amesema waziri mkuu anaridhaa kutoka kwa chama chake kuwa kiongozi na pia amepewa dhamana ya wananchi kuiongoza Uingereza. Hiyo ndiyo dhamana ambayo ameendelea kuitekeleza katika kipindi cha miaka 2 iliyopita na ataendelea kuimarisha utekelezaji wake katika miezi ijayo wakati serikali ikiingia katika hatua mpya ya utendaji. Mapema waziri mkuu Starmer alisisitiza kuwa yuko tayari kukabiliana na changamoto yoyote dhidi ya uongozi wake wa chama cha Labour. Amesema ushindi mkubwa wa Burnham katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield unaonyesha kuwa umaarufu wa chama cha kupinga uhamiaji cha Reform UK umefikia kilele na sasa unaanza kupungua. Starmer ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kisiasa alimpongeza Burnham kwa ushindi wake. Ushindi huo unampa Burnham jukwaa muhimu la kuanzisha kampeni ya kuwania nafasi ya Starmer katika uongozi wa chama cha Labour. Starmer amesema yuko tayari kukabiliana na yeyote atakayejitokeza kumpinga katika kinyang'anyiro cha uongozi wa chama hicho. Baada ya Andy kushinda, jambo ambalo ni muhimu sana na la kutia moyo, amethibitisha kuwa ni rasilimali kubwa kwetu. Iwapo kutakuwa na uchaguzi wa ushindani, napenda kuweka wazi kwamba nitagombea. Nitasimama kuwania nafasi hiyo, na kama nilivyosisitiza mara kadhaa hapo awali, sina mpango wa kujiondoa kwenye mchakato huo. Andy Burnham ni mwanasiasa wa chama cha Labour nchini Uingereza ambaye amehudumu kama meya wa Greater Manchester tangu mwaka 2017. Kabla ya kushika wadhifa huo, alikuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20 na aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri serikalini ikiwemo waziri wa afya. Burnham anafahamika kwa kutetea maslahi ya wakazi wa kaskazini mwa Uingereza na kwa juhudi zake za kuboresha huduma za umma, usafiri na ustawi wa jamii katika eneo la Greater Manchester. Burnham ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa chama cha Labour na mara kadhaa ametajwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nje ya serikali kuu ya Uingereza. Na kwa mujibu wa tangazo la mamlaka ya pamoja ya Greater Manchester, uchaguzi wa meya mpya wa eneo hilo unatarajiwa kufanyika tarehe 30 Julai. Uchaguzi huo umeitishwa moja kwa moja baada ya Andy Burnham kushinda kiti cha ubunge cha Macclesfield katika matokeo yaliyotangazwa usiku wa kuamkia leo. Meya wa Greater Manchester pia huhudumu kama kamishna wa polisi na uhalifu PCC wa eneo hilo, nafasi ambayo haiwezi kushikiliwa sambamba na wadhifa wa mbunge.
Nam ni taarifa yake Laila Muhammad. Kwingineko ni kuwa visa vya dhulma za kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka nchini Ethiopia katika miaka hivi karibuni kufuatia mizozo katika maeneo mengi nchini humo. Baadhi ya wanawake walioachwa bila makazi kufuatia mapigano wamehamia mijini na kujihusisha na ukahaba. Sasa ili kuwanusuru, serikali ya jiji la Addis Ababa imefungua kituo maalum cha kuwapa mafunzo ili wapate njia mbadala ya kujitegemea. Asli Galgalo amekutana nao na hii hapa taarifa yake. Nilibakwa mara nyingi nyumbani kwa mama yangu na watu waliokuwa wakija na baba yangu wa kambo. Nilibakwa na watu ninaoamini zaidi, walimu wangu wa dini. Mimi alitoroka nyumbani miaka 24 iliyopita. Alikuwa na matumaini ya kupata ajira na kutoroka maisha ya dhulma yaliyoanza akiwa mdogo. Ila jiji ilimkaribisha kwa njia tofauti kabisa. Akawa kahaba na hilo likamsukuma kutumia mihadarati. Ningetishwa na wateja ambao walikuwa na silaha. Kwa hivyo sitaki kukumbuka niliyoyapitia. Nilitaka elimu kama mtu mwingine yoyote yule. Nilitamani niwe msafi, nilitamani nioge, nisali, lakini nisingeweza kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo barabarani. Mimi aliokolewa na kuletwa katika kituo cha mafunzo cha wanawake cha Lenegewa. Kituo hiki kilifunguliwa na serikali ya jiji la Addis Ababa mwaka wa 2024. Tangu hapo zaidi ya wanawake 2000 wamehitimu. Hapa wanawake wanachagua kati ya kozi 17. Kundi tunalolenga sana ni wanawake wasio na makao, hasa wale walioingia katika ukahaba, na pia wanawake walioathiriwa na biashara ya ulanguzi wa binadamu na wale waliorejea kutoka Mashariki ya Kati. Kulingana na utafiti wa serikali ya Ethiopia, 10% ya wanawake wakati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wameshadhulumiwa kingono. Most of them is related to violence as well. Wengi waliofika hapa wamedhulumiwa majumbani mwao, mashuleni, ila sababu kubwa ni umaskini. Root of it is also poverty. Kituo hiki pia kina hospitali inayowahudumia wanawake hawa wanapokuwa wagonjwa na pia kuwapa usaidizi wa kiakili. Those who are sex workers, kazi ya ukahaba ni mwiko nchini humo. Wakija hapa wanafikiri kwamba tutawahukumu, na hatua ya kwanza tunayochukua ni kujaribu kujenga imani yao. The bridge we break first. Takwimu za dhulma dhidi ya wanawake ni chache nchini Ethiopia, jambo linalofanya kuwa vigumu kufuatilia na kuwasaidia waathiriwa. Vitu kama hivi hata hivyo vimewapa wanawake hawa matumaini katika maisha. Asli Galgalo, BBC, Addis Ababa. Na huku kitafakari taarifa hiyo ya Asli Galgalo, sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo msikilizaji, leo dunia inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu ama sickle cell. Ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu wa kupitia damu, Umoja wa Mataifa